kwani kuomba kupitia watakatifu, je, kosa liko wapi? Alafu la pili, kama tulivyolisikia kwamba je, kwa nini lazima nitunze sabato ya Jumamosi? Kwa hiyo tutakwenda kujibu kama ambavyo tumeulizwa. Kasema kwamba kwani ninapokuwa na Yesu moyoni, yani nina Yesu moyoni, kwa lazima wa kutunza sabato? Kwani Yesu sio sabato? Kwa hiyo basi ninakualika sasa mahali ulipo, tutaanza na swali la kwanza ambalo linaulizwa kwa habari ya kuomba kwamba je, ninapoomba kwa viongozi au watakatifu, je, kosa liko wapi? Kama hakuna kosa au kwamba changamoto ni nini, lazima tujiulize ya kwamba ni kweli iko hivyo, lakini je, watakatifu walio watu wanaweza kutubebea mizigo yetu ya dhambi? Watakatifu ambao ni binadamu, je, wanaweza kutubebea mizigo yetu ya dhambi? Kwa mfano kwamba inawezekana wakawepo watakatifu wale waliokufa, wale ambao labda waliweza kupata nafasi ya kuzaa watakatifu hapo nyuma, yani kama vile mkewe Manoa. Mkewe Manoa aliweza kuzaa kitakatifu. Ukisoma ile Waamuzi 13 mstari ule wa 3 mpaka wa 5, tunamuona mkewe Manoa alimzaa Samsoni, mnadhiri wa Mungu. Lakini pia tukiangalia kwa mfano Elizabeth, mama yake na Yohana na yeye ni mtakatifu kwa sababu aliahidiwa aje atengeneze njia ya Yesu. Hivyo je, tuombe kwa hao? Tuombe kwa jina la mke wake na Manoa kwa sababu alimzaa mnadhiri wa Mungu? Je, tuombe kwa Elizabeti ambaye alimzaa Yohana aliyetengeneza njia ya Yesu? Ukisoma ile Luka 1:13 mpaka 15, ameeleza habari za Elizabeti hapo, ile Luka 1:13 mpaka 15. Lakini pia je, tuombe kwa Mariamu mama yake na Yesu? Maana kuna Elizabeti aliyemzaa Yohana mtengeneza njia ya Yesu, lakini pia yuko Mariamu ukisoma Luka ile 1 na ule mstari wa 30 mpaka 33. Au je, ni wale waliopewa dhamana ya kuwaongoza watu? Je, tuombe kwa hao? Hayo ni maswali ambayo lazima ujiulize wewe ambaye pia umeuliza swali kwamba je, tuombe kwa hao? Na je, hao viongozi wanaweza wakabeba dhambi zetu wakazipeleka kwa Mungu? Yaani ninaposema viongozi waliopewa dhamana, kwa mfano, je, tuombe kwa wachungaji? Dhambi zetu tuzipeleka kwa wachungaji tukapige magoti wazipokee? Au je, tuzipeleke kwa wainjilisti? Au tuzipeleke kwa mashehe au maaskofu, mapadri au mapapa? Je, tuzipeleke huko dhambi zetu? Kama ni hapana ama ni ndio, lazima ujiulize ya kwamba je, neno la Mungu lililo kweli lenyewe linasema nini? Je, tupeleke wapi basi? Neno la Mungu, Biblia, linasema tupeleke wapi? Maana kwa mujibu wa swali anasema je, kosa liko wapi? Kosa ni kwamba tutakapoona Biblia inapingana na kukubaliana na habari hiyo, ndipo kosa linaingilia, kwa sababu anasema lazima tuende kwa ushahidi wa maandiko matakatifu. Na kama Biblia takatifu itasema tunaweza tukabeba dhambi zetu tukazipigisha magoti kwa kiongozi yeyote wa dini, basi akasema huyo anaweza kazisafirisha, basi kutakuwa hakuna kosa. Lakini kama Biblia itatuelekeza tupeleke dhambi kwa mwingine, maana yake tukifanya hivyo tunaabudu miungu mingine. Tukaangalia Timotheo wa kwanza katika Biblia, tuone je, hii Biblia yenyewe inasema nini. Timotheo wa kwanza, tutakwenda kuangalia ile sura ya 2, tutasoma kuanzia ule mstari wa 5 hadi wa 6, tukaone Biblia inasema nini. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 na ule mstari wa 5 mpaka wa 6, Biblia inatuelekeza ya kwamba sasa tupeleke dhambi wapi. Msomaji, Timotheo wa kwanza 2 mstari kuanzia wa 5 na wa 6, Biblia takatifu inaeleza kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa sababu nani? Mungu ni mmoja. Yaani hatuna miungu wengi, kwamba eti kuna mwingine yuko Mungu hapa Mpete apelekewe dhambi, mara mwingine yuko Mungu kule Sumbawanga anapelekewa dhambi, mara Mungu mwingine sio yuko Italia anapelekewa dhambi, mara mwingine anasemaje? Rudia.
Kwa sababu Mungu ni mmoja. Kwa kuwa Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Ni mmoja tu, hatuna wapatanishi wengi. Kwamba sasa anaweza akawa mpatanishi wa dhambi zetu Yakobo, au mpatanishi wa dhambi zetu Adamu, au mpatanishi wa dhambi zetu Mariamu, au mpatanishi wa dhambi zetu Elizabeti. Anasema mpatanishi wa dhambi zetu ni mngapi? Mmoja. Bwana apewe sifa. Amina. Alafu akasemaje hapo mbele? Mwanadamu Kristo Yesu peke yake ndiye mpatanishi. Alafu fungu la 6 akasemaje? Ambaye huyo Yesu Kristo ambaye alijitoa mwenyewe, yeye mwenyewe, yani wale wote ambao wanasema mnaweza mkaleta dhambi zenu kwangu, huyo kukitokea shida atakuacha, atakutelekeza. Ndio maana Yesu akasema mimi ndimi mchungaji mwema. Hakuna mchungaji ambaye anaweza akajitoa uhai kwa ajili ya kondoo zake zaidi yangu mimi. Anasema sasa kwenye mstari wa 6 kwamba yeye ndiye, endelea, ambaye alijitoa mwenyewe, yeye mwenyewe alijitoa kama sadaka, alafu kuwa ukombozi kwa ajili ya wote, ndio utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yesu Kristo peke yake, anasema huyo tu ndiye mpatanishi wa dhambi zetu. Na kama kuna mahali umejikwaa ukaona umetenda dhambi, anasema kwamba hatuna uwezo wa kumpelekea mwanadamu, kwa sababu mwanadamu hakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini Marko 2:10 kuna maneno ya Mungu yanazungumza mahali pale, kitabu cha Marko 2 na ule mstari wa 10. Marko 2 mstari wa 10, neno la Bwana linakwenda kutoa taarifa nyingine ya nani apelekewe dhambi zetu. Biblia takatifu inasema, lakini mpate kujua ya kwamba, anasema Yesu inapaswa kwamba lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani. Anasema nani? Mwana wa Adamu, ambao ni Yesu Kristo, ana nini? Anayo amri duniani ya kufanyeje? Ya kusamehe dhambi. Wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema tunapaswa kujua ya kwamba mwana wa Adamu, yani Yesu Kristo, huyo pekee ndiye ana amri ya kusamehe dhambi duniani. Swali, je, na mwanadamu anayo nafasi ya kusamehe dhambi duniani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nenda mstari wa 7. Marko 2 mstari wa 7. Tumeona kama kumbe mwana wa Adamu Yesu Kristo ndiye aliye na mamlaka ya kusamehe dhambi duniani. Maana ni kwamba sasa kama itabainika yuko binadamu, nafikiri mchana tuliangalia ya kwamba duniani leo yuko mtu ambaye amesimama akasema mimi ni Yesu, ni mwakilishi wa Yesu duniani. Sababu Biblia inasema ya kwamba kumbe Yesu amepewa mamlaka ya kusamehe dhambi duniani. Mstari wa 7 anasemaje Marko 2? Mbona huyu anasema hivi? Wale Mafarisayo baada ya kumwona Yesu anazungumzia habari ya kusamehe dhambi, walifikiri Yesu ni binadamu wa kawaida. Hawakujua kwamba yeye na mamlaka ya kimungu, yeye ni Mungu. Sasa wakasemaje? Maana walijua mwanadamu hawezi kusamehe dhambi. Anasemaje? Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Yani mwanadamu kusema kusamehe dhambi, wewe unakufuru. Umebeba kufuru kubwa, na wanaokufuru wokovu uko mbali nao. Sikiliza anasemaje? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja? Nani? Ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakaanza kuuliza kwamba mbona Yesu anazungumzia habari ya kusamehe dhambi? Je, ni nani sasa ambaye mwenye uwezo huo? Wakasema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akasamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake. Kwa hiyo muuliza swali anasema kwamba sasa kwani kupeleka dhambi zangu kwa viongozi au kwa binadamu, kosa liko wapi? Kosa ni kwamba yule mwanadamu hajakufia msalabani. Yule mwanadamu ni mwanadamu kama ulivyo wewe, hawezi kupeleka dhambi zako. Badala yake unakwenda kujiaibisha. Unaposema ninaziungamia dhambi zangu wewe fulani, mara siku fulani nilifanya hiki na hiki na hiki, maana yake unajifunua utupu mwenyewe, na mwisho unabaki na dhambi kama zilivyo. Sasa kwa Mungu anasema kwamba tunapokuwa tunapeleka dhambi, au mtu akajitolea akasema ninaweza nikasamehe dhambi, maana yake huyo anakufuru.
sikiliza Mathayo 9 mstari wa kwanza mpaka wa 3, tusikie Biblia inazungumza nini kingine juu ya mada hii. Mathayo 9:1 hadi 3, Biblia takatifu inasema, akapanda chomboni. Yesu Kristo akapanda chomboni, akavuka, akafika mjini kwao. Ndio. Na tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza, amelala kitandani. Akamwambiaje? Naye Yesu alipoiona imani yao, alipoiona imani ya wale watu waliomleta yule mgonjwa aliyepooza, akasemaje? Alimwambia yule mwenye kupooza, akasemaje? Jipe moyo mkuu, mwanangu, ndio, umesamehewa dhambi zako. Umefanya nini? Umesamehewa dhambi zako. Kwa sababu mwana wa Adamu ndiye mwenye mamlaka ya kusamehe dhambi, sio mwanadamu. Kwa hiyo aliposema hivyo, malizia mpaka fungu la 3. Na tazama, baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, wakasemaje? Huyu anakufuru. Anafanya nini? Anakufuru. Kwa hiyo mwanadamu kusamehe dhambi anafanya nini? Anakufuru. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana yake ni kwamba kama uliwahi kumuona mwanadamu yoyote anasema ya kwamba mimi nina mamlaka ya kusamehe dhambi, kwa lugha ya Biblia huyo anafanya nini? Anakufuru. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wote wanaokufuru matokeo yake ni yapi? Mathayo 12:31. Maana yawezekana ni kweli ni kiongozi anaendeleza makufuru, wewe unafikiri kwamba anafanya jambo takatifu. Sikiliza kwamba kumbe anakuwa na kufuru. Je, matokeo ya kukufuru ni nini? Mathayo 12:31 mpaka 32, neno la Bwana linasema, kwa sababu hiyo nawaambia, Yesu Kristo anasema, kwa sababu hiyo mimi Yesu ninawaambia ya kwamba kila dhambi na kila neno la kufuru itafanya nini? Watasamehewa wanadamu. Ila kwa kumkufuru Roho, anasema kila aina ya dhambi itasamehewa, ila kwa kufanya nini? Kwa kumkufuru Roho hawatafanya nini? Hawatasamehewa. Bwana asifiwe. Amina. Yaani wanatangaza kubeba dhambi za watu, lakini dhambi zao zimekaa. Kwa hiyo kama utaendelea kupeleka dhambi kwa mwanadamu, Biblia inasema ya kwamba huyo mwanadamu anakuwa amekufuru, kwa sababu alifananisha na Mungu. Anasema na hawawezi kusamehewa kama hawataacha. Kwa hiyo sasa kama utapeleka kwa mwenye dhambi, na yeye Mungu anasema kwamba anamhesabia dhambi, maana yake ni kwamba unakuwa hakuna ambacho unakuwa unakifanya. Sasa swali litabaki, kwani muombezi wetu ni nani kama sio kiongozi wangu wa dini? Ni nani basi? Warumi 8, kwamba nani basi ambaye ni muombezi wangu kama sio binadamu? Warumi 8 fungu la 26 na 27, Biblia takatifu inasema, Warumi 8:26 na 27, neno la Mungu linasema, kadhalika Roho naye, nani? Roho hutusaidia udhaifu wetu. Alafu kwa maana huyo Roho, kwa maana hatujui kuomba. Sisi binadamu hatujui kuomba. Je, nani anatuombea? Endelea. Jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe, nani? Roho mwenyewe anafanya nini? Hutuombea wapi? Kwa kuugua. Bwana asifiwe. Amina. Sisi hatujui kuomba, kwa hiyo muombezi wetu ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo kama mtu anakuambia kwamba sasa mimi ninaweza nikafanya huduma ya kukuombea, maana yake ni kwamba anajifananisha yeye ni Mungu. Lakini Biblia pia ikatoa ripoti hii kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 1 na lile fungu la 9, tunapoelekea kumalizia kujibu swali hili, basi ili tuweze kumalizia na lile lingine ambalo limeulizwa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya kwanza na ya 9, maandiko yanasema kwamba kama itatokea tumejikuta tumejikwaa tukatenda dhambi, je, nani basi ambaye anaweza kufanya huduma ya maombezi? Je, ni kiongozi wangu wa dini au ni nani? Karibu kwa kusoma waraka wa kwanza Yohana 1:9, Biblia takatifu inasema. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Anasemaje? Neno la Mungu linasema. Linasema tukiziungama dhambi zetu. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye